Gilly Bonny Online TV. Siku ya leo tulikuwa na kikao chetu cha kawaida cha kamati kuu ya chama kwa kifanyike katika ukumbi wa Msimbazi, na maandalizi yote yalikuwa yamekamilika. Na kikao hiki ni kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Kikao hiki kimefuata taratibu zote za katiba ya nchi, sheria ya vyama vya siasa na katiba ya chama chetu. Taratibu zote zimefuatwa. La kusikitisha sana na linalotia hasira sana, linalojenga chuki sana, ni jeshi la polisi kutuvuruga, jeshi la polisi kupora haki yetu ya kikatiba, ni jeshi la polisi kuonyesha ubabe wake kana kwamba hii imekuwa ni police state. Inasikitisha sana na inaumiza sana. Kitendo cha leo kinazidi kujenga chuki ndani ya jamii ya Watanzania. Ubabe huu unaofanywa na jeshi la polisi hauvumiliki. Hawana sababu yoyote ya msingi. Nasisitiza, hawana sababu yoyote ya msingi, wala hawana haki hiyo ya kutuzuia. Isipokuwa wameamua kutumia ubabe tu. Kikao cha ndani, kwanza, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyoruhusu uwepo wa vyama vya siasa, ibara ya 3, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa haki za watu kujieleza, kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa namba 5 ya mwaka 1992 na marekebisho yake yote, kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa vyama vya siasa, kwa mujibu wa katiba yetu, hakuna mwenye haki hiyo ya kuzuia kikao cha ndani cha chama. Kwa mujibu wa katiba, hata rais hana mamlaka hayo. Lakini la kushangaza, jeshi la polisi wanaacha kufanya kuzuia mambo ya ajabu yanayoendelea ya uhalifu ndani ya jamii, wanakuja kutumia nguvu kubwa ya kugandamiza haki yetu sisi. Sasa kikao chenyewe cha watu 30 cha ndani, maandalizi yote yamefanyika. Watu kutoka Kigoma, ndugu Sam Ruza wametoka Kigoma kwa gharama kubwa kwa ndege. Watu kutoka Pemba, wajumbe kutoka Pemba, wajumbe kutoka Mbeya, wajumbe kutoka maeneo mengine Zanzibar, wajumbe wengine wametoka Iringa. Wajumbe wote wako hapa, wamefika, na wa Dar es Salaam na maeneo mbalimbali kwa ajili ya kikao halali cha kikatiba. Jeshi la polisi tangu saa 12 asubuhi limetanda kwenye ukumbi wa Msimbazi. Haturuhusiwi kukutana, sababu wanakuwa na jeuri tu. Wamewasiliana na katibu mwenezi na mahusiano ya umu ndugu Edward Simbe, OCD wa Ilala, anasema ni amri kutoka juu. Wameamrishwa kutoka juu, hakuna kufanya kikao cha kikatiba. Sababu hawatoi sababu. Wameenda wamepiga mkwara Msimbazi Center, wamewaambia hawaruhusiwi kutoa sisi kujumuika pale kama wanajitakia usalama wao. Binafsi nimechukua jukumu la kuwasiliana na uongozi wa Msimbazi Center, nimeenda mwenyewe, wakanakisha hawaruhusiwi kuturuhusu tukutane pale, na nilikuwa na katibu mkuu. Nimewasiliana na RPC wa Ilala, anaitwa Kamanda Debora, hapokei simu. Nimemtumia na ujumbe, hajibu, na jina nimemwandikia, hajajibu. Nimewasiliana na RPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mulelo,
hapokei simu, hajibu simu, na simu zangu wanazo. Nimewasiliana na IGP, hapokei simu, nimemtumia message na hajibu, na simu zangu wanazo. Nimewasiliana na waziri wa mambo ya ndani, ndugu Simbachawene, amepokea simu na tumezungumza na yeye mwenyewe anashangaa kwamba jambo hili linafanyika. Nikamwambia waambie jeshi lako la polisi, wewe ndio mwenye dhamana ya kusimamia jeshi la polisi, waziri mwenye dhamana. Akaniambia atafanya hivyo. Tangu saa 3 asubuhi mpaka sasa hivi hakuna majibu yoyote. Tangu saa 3 asubuhi mpaka sasa hivi. Na kwa mujibu wa sheria, kama mnataka kujumuika, hata kama ingekuwa ni mkutano wa hadhara, OCD akizuia, mamlaka ya rufaa ni waziri wa mambo ya ndani. Na wala sio hii haikuwa ni kibali, hii ni taarifa tu, tukamwambia kulikoni, mambo gani yanayofanyika hapa. Akaniambia haya, naye anashangaa. Sasa chukua hatua. Mpaka sasa hivi nimeongea na waziri Simbachawene, hakuna hatua ambayo tumejibiwa mpaka saizi. Saizi ni saa ngapi? Ni saa 6 mchana kasoro. Nchi inaongozwaje? Mnakumbuka Mheshimiwa Rais ndugu Samia alivyokuwa anaongea na kituo cha habari cha BBC, alitamka bayana, licha kwamba tuna haki hizi kikatiba, lakini kwa sababu nchi inaendeshwa kibabe tu, kila mtu ana masharubu, mtoto masharubu, mama masharubu, baba masharubu, kama Kambale Mamba, kila mtu masharubu. Lakini naye akasema kwa sasa hivi vikao vya ndani havizuiliwi. Ndio kauli ya rais. Kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amri Jeshi Mkuu, kwamba vikao vya ndani vya vyama vya siasa havizuiliwi. Leo hii jeshi la polisi linazuia vikao vya ndani vya chama cha siasa. Niulize leo hii, rais wa nchi hii ni nani? Amri Jeshi Mkuu ni nani wa nchi hii? Yaani Amri Jeshi Mkuu hajaona anahujumiwa tu. Kila siku anatoa kauli. Na juzi tena mara watu wanabimbikizwa kesi, hakuna zinazofanywa, watu wengine wachiwa, ameongea zaidi ya mara 3. Juzi anakutana tena jeshi la polisi anasema mara ya 3, jamani, funguteni hizi kesi. Hawamsikilizi rais. Kama msikilizi rais, nchi inaenda wapi? Inaenda kwenye yani hatutaelewana hapa. Najenga chuki tu. Tumeona hata mauaji yaliyotokea juzi hapa ya dhidi ya jeshi la polisi. Unaona chuki leo, angalia kwenye mitandao ya kijamii, watu wanashabikia kwamba wamechoka. Sisi tuliona ni swala la utu hivi. Wewe unataka kuniambia wale ndugu zake Hamza walivyoona anapigwa risasi Hamza nao wana raha, wanajenga chuki tu. Hasa serikali inaongozwa na nani? Serikali ambayo haina mwelekeo. Serikali kila mtu ni mbabe, kila mtu anaweza kufanya maamuzi, hakuna utawala wa sheria, hakuna utawala bora, hakuna haki za binadamu, hakuna utawala wa kidemokrasia ndani ya nchi yetu. Hatutakubali kamwe, asalani. Nawaambieni hatutakubali. Hata kama watatuua sote sisi tulioko, vijana wa Kitanzania wa leo hawatakubali. Angalia yanatokea Afghanistan. Kitu gani kinatokea Afghanistan leo? Afghanistan kinatokea nini leo hii? Marekani wameenda na ubabe wao pale miaka 20, lakini wamewashinda Taliban. Kwa sababu ya chuki. Dunia leo huwezi kuendesha kwa chuki, huwezi, you cannot. Hakuna mahali popote vita vinashinda. Silaha kuu ya kuendesha dunia leo ni meza ya mazungumzo. Juzi Alhamisi, uwanja wa ndege wa Kabul pale, watu wamejitoa muhanga pale, chuki. Wamekufa watu zaidi ya 110. 150 wamejeruhiwa, hali ni mbaya sana. Roho za binadamu zimeondoka, damu imemwagika. Na Wamarekani wamekufa wangapi? 13 pale. Lakini wote ni binadamu. Na ubabe wote wa kivita. Yaani Watanzania kama hawajitambui, niwaambie waangalie wa Marekani na nguvu zote za silaha walizonazo, wamewashinda Taliban tu 20,000. Sasa hatutaki tuende huko. Ndio maana tunasema let us think big. Unajua hata maandiko matakatifu yanatuambia ukiona uovu unatendeka zuia. Tumejitahidi kuzuia. Kemea, tumekemea. Sasa tumefikia hatua tuna hasira. Ukiniuliza mimi binafsi nina chuki kweli kweli. Nina hasira kweli kweli. Serious. Honestly. I swear upon God. Nina hasira kweli kweli. Hatuwezi tukaendelea na mambo haya ya ajabu haya. Hatuwezi. Kama Amri Jeshi Mkuu anaweza akatoa kauli isiyoheshimika, hapana.
Hapana. Hapana. Hapana. Afrika tunaenda wapi? Tanzania tunaenda wapi? Tanzania Mwalimu Nyerere, Tanzania ya kuitana ndugu iko wapi? Tumeona uhasama. Unaona mataifa mengi duniani leo hii, unaona na nchi nyingine wanafunga balozi zao Tanzania hapa. Jana umemsikia waziri wa mambo ya nchi za nje wa Denmark. Denmark tumekaa hapa miaka 60. Danish. Royal Danish Embassy wanafunga 2024, wanaanza kufungasha birao. Yaani katika partner muhimu wa Afrika, na mimi niuma kweli. Yaani niuma, nimekosa usingizi kweli. Wa Denmark wanafunga ubalozi Tanzania. Wanazo balozi zaidi ya 10 na kitu Afrika. Yaani Afrika yote wamefunga Tanzania, wanafunga Tanzania pekee yake. Yaani viashiria vyote hivyo tu hatujaviona. Na jana wanafunga 2 tu. Afrika wanafunga Tanzania na kusini mwa bara la Amerika ya Kusini Argentina. Yaani hatuvioni hivyo tu. Partner mzuri kama Denmark inauma. Kwani Tanzania nayo amesema kuna watu wa madaraja mawili. Ninaamini walioko madarakani wameshindwa kutuongoza. Wameshindwa. And I'm very serious and honestly. Wameshindwa. Hawasikilizani, hawatuelewi wanatupeleka wapi, hawana mwelekeo, wameshindwa. Tumehubiri maridhiano, tumeomba tuje pamoja, na mpaka leo hii msimamo wetu, na ndio sababu hata ilani yetu tunasema tuwe na meza ya mazungumzo, tuwe na meza ya maridhiano, tuje pamoja, tuzungumze pamoja, tuelewane pamoja. Tanzania ni yetu sote, lakini wao kutufanya kwamba sisi ni daraja la pili wakati tuna haki zote za Tanzania, hilo tunawaambia hatutakubali katu, hatutakubali kabisa. Hatutakubali kabisa, never. Mambo ya ovyo tu. Hapana. Yaani kila ofisi ya serikali sasa hivi hawaelewani. Na ndugu Samia rais ajua anahujumiwa kweli kweli. Halafu sijui anamhujumu kwa sababu yeye ni mama, sijui, au ni mpole sana, sijui, au wanayao mambo huko, sijui kama ni makundi yao, lakini tusikubali vikundi hivi vinavyojenga chuki ndani ya jamii visambaratishe taifa letu la Tanzania. Hatukubali. Tunatoa mageuzi. Tunatoa rai kwa Watanzania wote. Wawe ni vyama vya siasa, taasisi za kidini. Najua Tanzania ni waumini wazuri sana, wana imani kubwa sana ya kidini. Wakulima, wavuvi, wafanyabiashara, wanafunzi, kila sekta, wafanya kazi wanachuki kweli kweli, hawajalipwa mishahara yao, hakuna nyongeza kwa zaidi ya miaka 8 iliyopita. Hali ya maisha ni ngumu kweli kweli leo hii. Ni ngumu ya kutisha, ufukara unazidi. Watu siku hizi wanakula chakula hata kina mafuta ya kupikia kwa sababu bei imekwenda juu sana. Lita moja ya mafuta ya petroli sasa hivi imefika 2427, zaidi ya nusu ya fedha hizo tozo za serikali. Hali imekuwa ni mbaya. Ufukara Tanzania unazidi kuongezeka. Mifukoni watu hawana fedha, wana hasira tu. Wasiona Tanzania hivi wana hasira na wanazidi kujenga chuki baada ya chuki. Shaanza kuona kwenye mitandao ya kijamii mtu anakufa, mkubwa anakufa huko, watu wanashabikia, wanashangilia. Hujue hizo chuki unaziondoaje? Baada ya Tanzania ambayo ilikuwa ni ya pamoja, watu wana hasira kweli. Ufukara unatisha Tanzania leo hii. Siku baada ya siku. Watu wanalia na miamala, wanalia na tozo. Baada ya kuja tujadiliane hayo tuyafanye namna gani, watu wana hasira kweli kweli. Hasira za kutisha. Sasa kwa sababu hayo yote yanazidi kupanuka, tukubali kwamba kwa nini sisi sasa nahitimisha. Tumeenda Msimbazi Center. Tunaweza tukafanya kwenye ofisi yetu, lakini tuko zaidi ya 30. Tunajua leo hii uviko 19. Ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Tukubaliana tusiende kupumuliana hapa ofisini, tuende Msimbazi, na tumelipa gharama zote ili tukae vizuri, tuzungumze vizuri, tujadiliane vizuri, na tunajua msajili wa vyama vya siasa anataka kutembelea vyama vya siasa ili mambo yote hayo tuyajadili kwa pamoja. Swala la uviko sisi tunachukua tahadhari zote.
Na unajua Tanzania leo hii wamechanjwa wangapi? Ili tuhamasishe taifa la Tanzania. Kama kuchanja, mimi nimechanja, viongozi wakuu wa NCCR Mageuzi wamechanja, tumeonyesha mfano, mimi binafsi familia yangu imechanja, tumeonyesha mfano ili tuzungumze yale mambo ambayo ni chanya. Lakini wanatuzuia hata kuhamasisha jamii wa Tanzania ili wachanje wachanje dhidi ya uviko 19. Wanalao jambo, kuna agenda ya siri hapa. Kuna agenda ya siri hapa ambayo ni mbaya sana. Yani unaacha mambo ya ovyo ovyo namna hii. Sisi tunahamasisha watu wachanje, mnatuzuia. Ala. Mambo ya ajabu kweli kweli. Na ila kuchanja la uviko 19, napenda katika viongozi ambao nimewasaluti na nawaheshimu, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Baba Askofu Thaddeus Ruwaichi, ameagiza mapadri wake, agizo wala sio right tena, ameagiza mapadri wake wote lazima kuchanja. Ameagiza, ametoa agizo. Na hii ni mamlaka. Hata tunaziona wapi mamlaka za nchi wenye kauli kama ya Askofu Ruwaichi? Kwa Askofu Ruwaichi tunampongeza na tunaomba na wengine wajitokeze hivyo kuokoa roho za Watanzania. Sasa sisi NCCR Mageuzi tulikuwa tumeamua na tumedhamiria kwa dhati kutoa elimu hiyo kwa vitendo, na tumeenda hadharani kufanya hivyo kwa vitendo, na hilo tunazuiliwa. Tulimwandikia hata rais barua tarehe 11 ya mwezi huu kumuonyesha namna gani ya kupambana na uviko 19 kwa nia njema, na hilo halitakiwi lifanywe kazi. Sasa amri jeshi mkuu wa nchi hii ni nani? Sasa sisi NCCR Mageuzi, licha yote hayo, hali ya kiuchumi unaona inavyokuwa, hali ya kijamii inavyokuwa, chuki za kisiasa zinavyozidi kuongezeka. Yani leo hii unaona hizo chuki, hali tukio la juzi msiolione kwamba ni dogo sana, hapana. Tumekuwa tunaenda mahakamani dhidi ya kesi ya ndugu Freeman Mbowe. Unaona chuki, na tumemshauri rais na nitumie jukwaa hili, na leo kwa tunashauri mambo hayo. Haya mambo yote ya kina Freeman Mbowe ni madhila yaliyotokana na chuki za serikali ya awamu ya 5. Chuki za serikali ya awamu ya 5. Tukasema achane nayo kwa sababu ameshasema hataki mambo ya dhuluma. Achane na hilo, ni la dhuluma pia. Mambo ya dhuluma kwa sababu kila mtu ana chuki, hata mimi na chuki. Madhila ya uchaguzi, watu wana chuki kweli kweli. Watu wameuawa ndugu zao, damu imemwagika, tuna chuki. Na ila Freeman Mbowe waachane nalo, haliwajengei heshima yoyote ndani ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Waachane nalo. Waliondoe huko mahakamani, wanajenga chuki tu, wanazidi na sikiliza, mimi nasikiliza sana vijana wa vijiweni huko tunazungumza nao, wana hasira kweli kweli. Watu wanajenga hasira siku baada ya siku, siku baada ya siku. Na leo wamezidi, leo badala ya kuleta neema wamezidisha hasira ndani ya jamii ya Tanzania. Na wamezidisha hasira kweli kweli ndani ya NCCR Mageuzi. Kubwa sana ya kutisha. Rai yetu, kabla sijahitimisha, tumewaomba kwa sababu hili ni swala la kikatiba, ni swala la kisheria, ni swala la haki za msingi za kwetu. Tunaomba jumuiya za watu wenye kutakia mema Tanzania humu ndani tushirikiane pamoja. Tunahitaji jumuiya za kimataifa waangalie ukiukwaji mkubwa wa haki msingi na ufinywaji wa demokrasia unaoendelea Tanzania. Tupaze sauti zetu kwa pamoja. Lakini isitoshe, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilikuwa inakuja hapa kukagua vyama. Hata tunampa taarifa ndugu Mtungi, Jaji Mtungi, kwamba sisi tunafanya maandalizi ya agizo lake kwa mujibu wa sheria. Serikali yake hiyo hiyo na yeye akiwa kama msajili atoe tamko lolote, wanahujumu zoezi hilo. Kwa hivyo akija NCCR akikuta mambo yako shagarabagara, ni yeye ameapika na serikali yake. Ameapika na serikali yake. Mambo ya ovyo tu haya. Ya jabu tu sana. Na tumemuomba ndugu Boniface Mwabukusi, mkuu wetu wa idara ya katiba, sheria na haki za binadamu, waanze mchakato wa kisheria wa kuona namna gani tutachukua hatua, hata ikiwezekana tuende mahakamani, ujinga huu usimamishwe kwa amri ya mahakama. Sababu kama amri jeshi mkuu anatoa kauli haisikilizwi, basi angalau tukaombe agizo la mahakama liweze likafanya kazi yake. Mwa ndugu Mwabukusi ashirikiana na wanasheria wengine waweze kuchukua hatua. Kwa sababu tunaingia hasara kubwa sana. Licha hasara ya msongo wa mawazo,
stress tunayoipata, hata fedha. Unajua hali ya uchumi ilivyo mbaya. Wewe utoe watu Kigoma, watoke Kigoma, watoke Mbeya, watoke Pemba, watoke Iringa, watoke karibu kila mahali sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati kuu ya chama imetumia zaidi ya milioni 10 na zaidi, alafu unakuja leo hii hapa unaambiwa eti mtu mmoja amejiamulia, amezuia. Kwa mtu mmoja au kikundi gani? Hawa wanaozuia haya mambo haya, hao ndio wachochezi, ndio magaidi wa Tanzania na sio wakina Freeman. Nasema kwa that, na niko tayari kulieleza vizuri. Hawa wanaotuzuia sisi ndio magaidi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. This is too much. This is too much. Narudia. Hawa wanaozuia, hawa wanaeneza chuki, hawa wanaeneza vitendo ambavyo havivumiliki, ndio wanajaza fikra za chuki kwenye akili zetu, ndio wanaochochea vurugu hapa. Hawa ndio magaidi namba 1 dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hatutakubali. This is too much. This is too much. This is too much. Mimi mwenyekiti wa chama, nani asinijua, nina dhamana ndani ya nchi hii. IGP na wasiliana na wewe, hunijibu. RPC kana maalum Dar es Salaam, hujibu. RPC Ilala, hujibu. Mnatumia ubabe tu kwa kodi za Watanzania, kwa kodi za Watanzania ambao ni fukara wako hoi bin tabani mnaotoza kwenye miamala, ndio wenyewe mtanue. Halafu hapana, hatuwezi kukubali hilo. Hilo hapana, haiwezekani. No, nyie ndio mnaohujumu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo wanasheria, tutachukua hatua za kisheria, hatutaishia hapa, na tutashirikiana na vyama vingine, tutashirikiana na wadau wengine, tutashirikiana na kila Mtanzania ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, na tutashirikiana na dunia. Na wajitazame sana, waangalie bara la Afrika linavyosambaratika. Wapi pako salama Afrika hii? Wapi pako salama? Afrika Mashariki hatuko salama, Afrika ya Kati huko hatuko salama, Afrika Magharibi hatuko salama, Afrika ya Kaskazini huko hatuko salama. Sisi tunajitahidi tuhakikishe Tanzania ilikuwa ni sehemu ya mafanikio katika bara la Afrika. Ilikuwa ni kituo cha ukombozi wa kusini mwa Afrika. Tanzania ya Mwalimu Nyerere ndio ilijulikana na ikawa ni sehemu kubwa ya kuleta chachu ya heshima ndani ya bara la Afrika. Na kila mahali unaenda Afrika, unaenda duniani, tunaitwa ndugu. Na kanuni kuu ya itikadi yetu ya utu, kanuni kuu ya utu wetu, kanuni kuu ya udugu wetu, mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye. Na hii ni golden rule, ni kanuni ya dhahabu. Mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye. Sasa sisi tunayafanya haya, alafu mnatuona kwamba sisi ni wajinga. Sisi tunaleta taifa pamoja. Ndugu Rais, umetuahidi na ulituandikia. Sasa imefika wakati, kabla ngoma ijalia sana, kabla kutokuaminiana akujawa kukubwa sana, ile trust ikaondoka moja kwa moja, tusiaminiane, tukutane mapema iwezekanavyo, tuondoe matatizo haya. Tukutane mapema, tuotoe matatizo haya. Walio wasaidizi wako wengi wanakuhujumu kweli kweli. Na hii wamekuhujumu hadharani kabisa. Kama ulitoa kauli juzi tu hapa kwamba tunaruhusiwa kufanya vikao, unaagiza wewe, alafu nani amri jeshi mkuu? Walioko chini yako wanakuhujumu wewe. Sasa nani amri jeshi mkuu? Rais, tunakutakia mema, tukae tuzungumze kabla hali haijawa tete. Tanzania ikiharibika, tunaharibikiwa sisi sote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na kwa msingi huo, sisi hatukutaka damu imwagike leo. Hatutaki kuambukizana corona, hatutaki kuvurugana zaidi. Stress, yani msongo wa mawazo ambao, hasira ambayo umeshatujaza siku ya leo, chuki walioijaza siku ya leo. Kikao chetu cha kamati kuu kimeahirishwa, hatukifanyi tena. Sawa, hatuwezi kufanya kikao cha kamati kuu kwenye mazingira. Tunaenda kufanyia wapi? Watu wako zaidi ya 30. Hatuwezi tukasimama tukakaa chini ya mti kamati kuu ya chama kufanya. Tumeahirisha kikao chetu cha kamati kuu. Na msajili wa vyama vya siasa awe tayari kulipa gharama hizi, na serikali ya Chama cha Mapinduzi walipe gharama hizi ambazo tumeingia kwa kutuvuruga tu. Kwa watajua tu, tutaomba hizo nafuu namna gani kwenye mahakama na watu wengine, mpaka tuwe tena na utulivu wa ndani. Tukifanya kikao tukiwa na hasira namna hii, hatutakuwa na kwanza tutafanyia wapi? Wameshakivunja kikao, hawana sababu yoyote, ubabe tu. Sasa kama wamelianzisha wao, wakitaka tulimalizie, uwezo huo tunao. Ninawaambia wazo. Nawaambia wallahi na wala sitani, wajue historia yetu. Wajue historia ya ndugu Anthony Bahati Kalisi Komu. Yuko hapa tangu ana zaidi ya miaka 30 kwenye mapambano, anayajua vizuri sana.
wakaulize kwa nini nimeandikwa kwenye kitabu cha Ali Hassan Mwinyi. Wafanye hiyo rejea. Sasa sisi tunaeleza siasa za kiungwana hapa, alafu wanatuletea mambo ya kijinga. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki. Kwanza nianze kwa pole kwa jambo limetokea. Nyingine ni kwamba tunazungumza kwamba viongozi wote wa ulinzi na usalama wale ambao ni watendaji hawakupa ushirikiano. Na sisi zote tunajua kitu kwamba kinapositishwa kisifanyike huwa kuna taarifa inatolewa. Ningependa kujua katika hilo kwanza, lakini pia neno la mwisho la waziri alionyesha ushirikiano kama ulivyoeleza au pia haujaelewa bado. Ila kwanza polisi taarifa ilikuwepo. Naomba nitoe taarifa vizuri. Unajua Tanzania tusiwe nyanya sana. Swala la vikao vya ndani halihitaji kibali cha mtu yeyote. Halihitaji kibali. Mikutano ya hadhara ndio unatoa taarifa kwa jeshi la polisi, wala sio kuomba kibali. Naomba nieleweke, hata mikutano ya hadhara ni haramu kuikataza mikutano ya hadhara. Ukitaka kufanya mkutano wa hadhara unatoa tu taarifa kwa jeshi la polisi. Wala sio kwamba unaomba kibali. Jeshi la polisi wasianze kuja umeomba kibali. Naomba niwape elimu ya uraia hapa jeshi la polisi kwamba hatuombi kibali kwenu cha kufanya mkutano, tunatoa tu taarifa ya mkutano wa hadhara. Lakini kikao cha ndani huhitaji kuarifu mtu yeyote. Na hii ni kamati kuu ya chama. Kamati kuu ya chama. Kikao cha ndani. Na tumelipa na gharama zote na za chakula na za nini, kila kikao cha ndani hutakiwi kutoa taarifa popote. Hasa kiungwana tunaongoza nchi sote kwa pamoja. Tumekuta jambo hilo linatokea, polisi na ubabe wao wanafanya vile, tukachukua hatua za kiungwana ambazo hazina hasira. Ndugu Simbe ambayo ni idara yake inahusika akawasiliana na OCD mwenyewe wakiwa na wakili Mwabokusi. OCD anasema ni maagizo kutoka juu. Maagizo kutoka juu kuvunja kamati kuu ya NCCR Mageuzi, ndio. Na mitutu ya bunduki na magari ya washawasha na nini, silaha kalikali na mabomu ya machozi, ndio. Sasa mimi napigiwa simu naambiwa mwenyekiti usiingie huko. Nikasema why? Nikachukua jukumu la kwenda, nikakuta ukweli wamezuia nani. Nimezungumza nao hao polisi. Nikampigia RPC wa Ilala, narudia. Anaitwa Debora. Hakujibu simu zangu. Je, ningekuwa namwambia kuna bomu limetegwa mahali au kuna watu wanataka kuua mahali, watu wa RPC gani ambaye apokee simu? Namtumia message sasa zaidi ya saa 3 zimepita sasa hivi na message na nimeandika na jina langu. Naambia nakupigia upokee simu, hakujibu. Afande Jumani Mulilo RPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, nimempigia simu zaidi ya mara 2 na line zake zote 2 na message nimetuma, hakujibu. Nimempigia IGP Simon Siro, hakujibu na message nimetuma, hakujibu. Ndio nikampigia waziri wa mambo ya ndani. Waziri wa mambo ya ndani akaniambia nalishughulikia jambo hili. Yaani amejibu simu yangu. Kwa ungwana tu kabisa. Na nampongeza. Akajibu simu, akaniambia kwamba ninalishughulikia jambo hili. Nalifanyia kazi jambo hili. Na sheria inasemaje? Inasema kama ingekuwa hata ni kutoa taarifa, kama unafutiwa mkutano wa hadhara, mamlaka ya rufaa ni waziri wa mambo ya ndani. Kwa hivyo taratibu zote tumezifanya. Kwa hivyo tumempa taarifa waziri wa mambo ya ndani kwamba kuna jambo haliendi vizuri, akatuhakikishia kwamba analifanyia kazi. Hasa analifanyia kazi kamati kuu ya saa 3 kamili. Sasa hivi ni saa ngapi? Ni saa 6 na dakika 8. Hatujapata jibu lolote. Hasa hata kama mheshimu waziri wa mambo ya ndani, uweze kuona utawala umekuwa ni police state. Au mheshimu kauli ya rais, amri jeshi mkuu, au mheshimu kauli ya waziri wa mambo ya ndani, polisi wameota masharubu, OCD masharubu, RPC masharubu, makopro masharubu. Sasa ni nani inafanyika hapa? Vitu vya ovyo tu hapa. Oda ya jeshi iko wapi? Na kwenye jeshi ni utii tu, haukupo. Kwani wengine sio binadamu? Na ndio sababu sisi NCCR Mageuzi tunatoa pole kwa polisi waliouawa juzi. Tunatoa pole kwa dhati kwa sababu ni binadamu, wametoa uhai wao, na tunatoa pole kwa familia ya Hamza pia kwa sababu huyu ni binadamu. Tuwasiendelee kujenga chuki. Tunatoa pole kwa wote, ni roho za binadamu zilizoondolewa. Na tunatoa pole kwa Chama cha Mapinduzi kwa kuwa Hamza alikuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Ndio.
Kwa hiyo wakubali tu. Unaweza ukawa na mtoto mwingine labda ni hayuko vizuri afanye nini, lakini ni binadamu, ni binadamu. Kwani wanakataa kwamba Hamza sio mwanachama wao? Ni mwanachama wao, ni kada wao, ni kweli amefanya tukio hilo, wakubali, wajiangalie, wajitazame upya kwa nini mambo hayo yanatokea. Wajitazame upya. Let's be sincere, honestly. Tujitazame upya tu, tujitazame upya. Na ndio sababu sisi tunatoa pole kwa Chama cha Mapinduzi kwa kuondokewa na kada wao ndugu Hamza katika mazingira ya ajabu sana. Kwa kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, uliuliza swali, ni kwamba tumefuata taratibu zote za kiungwana, taratibu zote za kiuongozi, taratibu zote tukiwa na utulivu, tukashauriana sote, lakini wametufikisha mahali ni wahakikishie wa Tanzania tuna hasira kweli kweli. Wamejenga chuki kweli kweli. Na mwenye kutatua hapa, namwambia ndugu Rais, tuzungumze. Wanasema hivi, chelea ya nini? Chelea kufanya nini? Chelea inafanya nini? Na shukuruni sana kwa sababu mdharau mwiba. Sisi ni wataalamu wa masuala ya majanga. Tunataka kuwa proactive. 2019 mwezi Januari tulisema tunaona giza nene mbele yetu. Tunaona giza mbele yetu ya uchaguzi. Tanzania tunazidi kuharibikiwa. Nikatoa tahadhari hiyo na tukaiomba serikali wakati ule, na tukawaambia na tukaiongea nao, wakadharau, waone chuki zinazojengeka siku baada ya siku. Sasa hivi hakuna uzalishaji unaoendelea, ni kuhubiri chuki tu. Angalia kwenye mitandao ya kijamii, mtu huyu anakufa, wao wanashabikia huyu. Sasa hivi imefikia tu hata kwenda kumzika huyu, unaambia unaenda kufuata nini huko? Wewe nenda kazike huyu, unaenda kufuata nini huko? Tunajenga uhasama ambao tusipoangalia, wallahi na wakishia, Tanzania hatuko salama. Asanteni sana. Sisi tumeiahirisha kamati yetu kwa madhila haya yote yaliyotokea, lakini tunajipanga vizuri tukiwa na utulivu wa fikra, kwa sababu na nimerudia, kanuni ya adhabu inasema mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye. Si wajifunze kwa nani huyu HH wa Zambia, nani haikaende Hichilema juzi tu hapa na chama chake cha United Party for National Development. Ameingia madarakani licha ya madhila yote aliyofanyia yale, akawaunganisha wa Zambia wote. Wakati Tanzania ndio tulikuwa tunafanya hivyo, region yote, nchi za maziwa makuu, kusini mwa Afrika kote, region yote walikuwa wanakuja kujifunza Tanzania. Hichilema juzi amewafundisha vizuri sana. Amewaleta wote kwa pamoja. Akasema tusahau makosa yetu ya jana, yasikitisha sana, ni mafundisho yetu ya leo. Yaliyopita si ndio ile tugange yaliyo na yajayo. Sasa hawa tuna hasira sana za mwaka jana. Tuna hasira, wa Tanzania wako hoi bin tabani mafukara. Alafu baadaye wanatuingizia hasira kutunyima haki zetu za kisiasa. Sisi sio watu wa daraja la pili. Sisi ni wa Tanzania, wamechoka, waondoke, watuachie tuongoze nchi yetu ya Tanzania. Mungu awabariki sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.